Asanteni sana. Asanteni sana. Langu jina ni mjukuu wa bunduki, kijana wa Uhuru Kenyatta Migai, mtetezi wa wanyonge, mjumbe mtarajiwa wa Embakasi Central 2027. Na mimi nataka kusema hivi. Kenya yetu, vijana wa kisasa ambao wanajiita Gen Z wamekosa kitu ambacho inaitwa nidhamu. Vijana wa Kenya wamekosa kitu ambacho inaitwa nidhamu. Asiyefunza na mamake atafunzwa na ulimwengu. Correct. Asiyesikia la mguu ndugu zangu, unajua mimi nakamba mtu anasema ati Oburu atakufa. Wewe umejuaje kama utakufa mbele ya Oburu Odinga? Muulize. Wewe umejuaje kama utakufa mbele ya Oburu Odinga? Pili, ni wapi Winnie anataka kutupeleka yenye baba yake Raila Odinga hakutupeleka? Good question. Ni nini hii yenye Winnie Odinga anataka kufanya yenye alishinda baba yake marehemu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga? Sasa ni nini Winnie ndiye anataka kutufanya kwa ODM yenye Raila hakufanya? Vijana wa kisasa unaweza soma uzungumza Kiingereza kwingi na degree kwingi na kumbe unafanana tu na ng'ombe yenye ruhusa kukusomeshwa. Ukiwa unazungumzwa kwa wale watu wa kongwe ama watu ambao wamekushana na umri, babake maanisha yule baba mzazi ambaye alikuzaa ni baba ambaye ni yule mtu umri yake na umri ya babako inatoshana, huyu babako. Leo unakuja hapa tuambia tunafuata Winnie, unafuata kwanza bana ndiye anakupeleka wapi? Unamfuata anakupeleka wapi? Pili, ni nini anataka kufanya zaidi ya marehemu Raila Odinga yenye hakufanya akiwa hai? Mweleza swali nzuri yenye Oburu anataka kufanya. Mutajui role ya senator, mutajui role ya MP, mutajui role ya MCA, mutajui role ya women rep na role ya governor. So ikiwa hapa Oburu atajengea roundabout, hiyo ni kazi ya Oburu Odinga. Kuna vitu naweza kulaumu ama kumkosoa Mheshimiwa Oburu Odinga ya kwamba pesa inaibiwa kaunti yake na Sungumuzi. Kuna maendeleo ambayo ilianzishwa na itekelezwi. Hizo ndio jukumu ambao unafaa kuuliza nani senator. Bado ukiwa hapa unatuambia mambo ya roundabout. Vijana wa Kenya, unaona hii pupa mingi, Ruto masuko kwa mtandao, Ruto masuko, babu tibi, babu ndio wetu. Ikifika kura, wanachara wako juu jaba. Wako busy na jaba sana. Tena unasema ni nani ameshinda? Lazima huyu jamaa aende. Sasa anaenda ndio jampigia kura. Lazima aende. Sisi na babu. Babu ndio wetu. Siku ya kura wote kwa changa hawaonekani. Juzi tu tumeona by election Mbeere North, tumeona hapa Ugunja, tumeona kule Magarini, tumeona hapa Kasipul, tumeona hata Kariobangi hapa. Haikuwa mbali. Angalia idadi watu ambao walijitokeza. 90% wazee. Then hapo wanadanganya wengine. Sisi tuko ni Gen Z, unataka kuongoza nini? Hauna ID. Unataka kuongoza nini? Mtu anataka kuishi maisha bora, nataka kutoa jasho. Mtu anataka kuishi maisha bora ya kubonyeza, yaani mtu anataka hata kupika, anataka kwenda ready made chakula anaingia KFC, anachukua na kuja. Anaingia supermarket. Sasa huyu mtu kama huyo kuna maisha anajua. Kuna talanta hela tutakula. Sawa, tutakula talanta hela. Ndugu zangu, mimi ningependa kuambia vijana, na hii nataka kushauri tu rafiki yangu Mheshimiwa Babu Owino. Kama uko na ambition ya uongozi wa taifa hili, bado narudia na nilikuambia mwaka 2023, waachane viti ya governor, waachane viti ya kingpin, focus na MP ya Embakasi East. Kisha mwaka 2028 anza kujiweka mikakati ya kutafuta uongozi. But wewe kama ndugu yangu unataka kingpin,
unataka governor, unataka president, unataka party leader. Vitu 5 kwa safari moja. Utawezana mheshimiwa Babu Owino? Ndugu zangu, mheshimiwa Babu Owino, sisi tunakupenda, si hatukuchukui. Wenye wanakudanganya ni watu wa online media. Oh, babu ni yetu, babu. Nitahamisha kura yako Kitui nilete Nairobi wapi? Saa ngapi? Hakuja chagua babu kama gavana. Nitahamisha kura Kiambu, nitahamisha kura Nyeri, mimi ni mtu wa babu. So, upate babu kwa debe, huyu ni Basenga. Awaje Mkikuyu mwenzake apige babu. Babu, wewe ni mtoto wetu. Tunakupanga kwa sababu tunakupenda. Lakini ukienda na hii, hao watapeli wengine hao. Hao online. Mheshimiwa Babu, utakosa Embakasi East, utakosa governor, utakosa kingpin, utakosa party leader. Yote utakosa. Na hii president pia utapoteza. So, Mheshimiwa Honorable Babu Owino, wewe ni mtoto wetu, wewe ni kijana wetu, na wewe ni rafiki yetu. Ndio maana nasema kwana hatuwezi kukutokana, tutakubali mtu akutusi. But nasema tukurekebishe tu vizuri. Wajina watu wa online media wanakudanganya. Correct. Wako wengi, viewers ni mingi, lakini kura ipo. Sisi ndio wenye kura. Viewers ni mingi, milioni, followers milioni 2. Au unafoliwa na watu milioni 2. Iticha hao watu milioni 2 kuja kupigia. Hakuna. Hautaona. So lazima turekebishane vizuri. Na hii mambo ya bomozi, bomoa mali ya Kikuyu, wakati unakula na malaya kwa lodging, Mkunda anakupeleka na lodging na malaya. Yawa. Wakati umepanga meza imejaa hadi mwenzako uone pande ile, ni Mkunda amekutuma kwa ba. Wakati umehaya Range Rover unakimbia naye kwa kwenu, Mkunda amekutuma. Mimi nimewahi bomelea nyumba na serikali Uhuru Kenyatta. Yawa. Serikali handshake kule Njiru. Baba yako. 2021. Baba yako. So, kama tulibomelewa, unajua kama hujaijenga ndio unaweza pika kelele bomolewe. Ndugu zangu, maisha ni kurisi. Na hatujawacha kurisi. Risk. Since 1963 wenye kuwa na dominate Nairobi, Muluya na Mjaluo. Enda to kwa railway. Hao watu ngapi? Wawili. Muluya, Mjaluo. But walikuwa nakula naye wanawake. Hiyo ndio kazi yao. Kukula tu wanawake na bibi wengi na kujaza pombe. Hiyo ndio walikuwa wanafanya. So, si ndio wanawake ni Wakikuyu na Wakamba. So, wakati huo Wakikuyu walikuwa na risk. Hizi manyumba mingi hapa Kayole, plot moja ilikuwa 3,000, plot moja 3,000. Tutabomolewa. Miaka inasonga. Ukijenga hiyo miaka 210 sasa umerudisha pesa yako, hata kubomelea kisha hasara iko wapi? Hakuna. Na ulinunua 3,000. So ikiwa hapa unatuambia Mkikuyu bomolewe. The reason why na hii nataka kuambia Mjaluo mwenzangu na Muluya. Ile kitu ambayo itatufanya tunapata maendeleo. Ile kitu ambayo viongozi wetu wametuweka ya kwamba Mkikuyu ni mbaya. Sasa wanafanya. Wameweka akili yetu. Atadui ya Muluya na Mjaluo ni Mkikuyu. Nauliza gavana wa Kakamega, gavana wa Siaya, Migori, Homa Bay, Busia, pia ni Mkikuyu. Pia ni Mkikuyu wanatuibia mali zetu. Mali pesa county pia ni wanatuiba. Ojamong ni Mkikuyu. Ochila yako ni Mkikuyu. Bana, tuwache kubebwa akili. The reason why Luo Nyanza wasa wako nyuma ya kwamba viongozi walijua sisi wapiga kura ni wapumbavu. Wanakuambia unajua hatuna maendeleo kwa sababu Mkikuyu. Wewe pia umepanda gari umekuja hapa. Wewe Mkikuyu anatuibia, anakuibia nini wewe ndio unaishi kwa nyumba yake? Anakuibia nini? Anakuibia nini? Mali yako umeacha nyumbani, anakuibia nini Nairobi? Wewe ndio umekuwa na randi ya Mkikuyu amekuweka. Umekataa kulipa randi yake. Wewe ndio unaibia Mkikuyu, unasema Mkikuyu anakuibia. Anakuibia wapi? Ndugu zangu, tuwache hii siasa ya binafsi. Na hii nataka kuambia jamii yetu, kabila yetu wawili. Ndugu zangu, angalia pwani ya inji, Mombasani, Coast Region. Angalia. Mombasa Port ni mali ya wapwani, lakini wenye wanadominate wanatoka bara. Kwa sababu gani? Kuna watu walikuja wakasema ya kwamba wapwani ni walegefu. Wapwani hawana nguvu. Wapwani ni wajutumi. Sasa wakajaza watu wao. Hii ni njia moja wa kukataa wapwani wasipate nini? Kazi katika kwenye bandari. Hivyo ndio walikuwa wanafanya. Na kuna baadhi ya viongozi wa kitambo ambao walikuwa wanapigania wapwani. Hawakuwa wanafika. Ndio maana pwani wanaona kama wapwani wako juu wanachana. Wako dawa ya kulevya. Kwa sababu ajira ipo.